Katika mambo makubwa ambayo yanampasa Muislamu ni kujitambua yeye mwanadamu Muislamu, kujitambua kwa ule Uislamu wake na yale ambayo yanampasa yeye kuyafanya kwa upande wa Mola wake, upande wa nafsi yake na upande wa Waislamu wenzake na wanadamu wote kwa ujumla, kwa sababu kila mmoja ana haki zake na kila mmoja watakiwa umpe haki yake. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa, kila mwenye haki mpe haki yake kwa ile miqdari na kiasi ambacho kimewekwa na sheria ya Uislamu. Kuna namna na kuna mambo ambayo umewekewa utaratibu wa kutaamali wewe na Mola wako, wewe na nafsi yako, wewe na watu wako waliokuzunguka karibu, wakiwemo wazazi wako, watoto wako, ndugu, jamaa na marafiki, Waislamu wenzako na wasiokuwa Waislamu, wewe na raia wenzako, wewe na viongozi wako na watawala wanaokutawala. Kila mmoja ana haki yake na kila mmoja watakiwa umpe haki hiyo, na utakwenda kuulizwa siku ya kiyama juu ya huquqi nnas na haqqullah. Haki ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu yeye, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, kwa sababu hilo ndio lengo kubwa la kuletwa mwanadamu hapa duniani. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi, wanipekeshe peke yangu katika ibada. Hiyo ndio haki kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yoyote atakayehamisha haki hii kuipeleka kwa kiumbe au kwa mwingine yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu atabeba dhima ya hilo lilifanya na atastahiki kukaa motoni milele. Lakini kuna hukuku nyingine za waja wengi tu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Leo nataka nizungumze kitu kidogo tu ambacho tutakiwa tukibebe tuondoke nacho hicho. Katika nchi zetu hizi Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mtihani, tukawa tunaishi watu wa dini tofauti, na inategemea baadhi ya maeneo. Kuna baadhi ya maeneo Waislamu wanakuwa ni wengi zaidi kuliko wasiokuwa Waislamu. Pengine Waislamu wakawa ndio wenyeji wa asili na wakawa wasiokuwa Waislamu ni wahamiaji, na maeneo mengine ya kutofauti na hivyo. Kwa hiyo tumejikuta tunaishi katika nchi au katika miji ambayo ina mchanganyiko wa watu wa dini tofauti, pamoja na kwamba historia katika miji yetu na hasa katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki na visiwa vyake, watu wa asili kabisa na wenyeji katika miji hii ni Waislamu, kwa sababu nuru ya Uislamu ilifika mapema katika miji hii kwa mujibu wa vitabu vya historia na mazingira. Watu wengi walikuwa ni Waislamu, na thakafa na utamaduni na hadhara ya Kiislamu imejikitwa kwa muda mrefu sana. Wasiokuwa Waislamu kuanzia Wakristo na wengineo walikuja wakawakuta Waislamu na ustaarabu wao na maendeleo yao. Mabadiliko ya kilimwengu na hali za kisiasa za dunia zikapelekea kuingia Ukristo katika miji yetu. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.